Mahakama ya Rufaa ya Tanzania katika makao yake makuu kabisa jengo la Judiciary Square hapa mjini Dodoma imesikiliza shauri ya mapitio manne namba 1, namba 2, namba 3 ya mwaka 2026 ambayo yameanzishwa na mahakama yenyewe, mahakama ya rufaa, kesi kati ya Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hii inatokana na ile kesi namba 8323 ya mwaka 2025 ilifunguliwa kule Dar es Salaam na Saidi Isa na wenzake hao dhidi ya bodi ya wadhamini, na ambayo vile ilipelekea kutolewa zile amri za zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufanya shughuli zake za siasa. Amri hizo zilitolewa na Jaji Mwanga akisema kwamba yeye kutokana na maombi madogo yaliyoletwa namba 8960 ya 2025 ambao Saidi Isa na wenzake kwanza waliomba katibu mkuu na bodi ya wadhamini wazuiwe kufanya shughuli za siasa. Pili, wazuiwe kutumia rasilimali na mali zote za chama, majengo, magari na kila kitu, na hata na akaunti za fedha za kule benki. Sasa kutokana na mwenendo usioridhisha ambao ulionyeshwa na jinsi na jaji alikuwa akisikia kesi na kutokana na uvumilivu kwa muda mrefu sana tokea ile amri ya zuio ilitolewa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 ambayo ilisababisha hata Chadema isishiriki kabisa katika shughuli za siasa, ikiwemo hata na kampeni za uchaguzi kama ingetaka kushiriki uchaguzi, kampeni yake ya no reforms no election na nyinginezo nyingi. Wanachama wake wote wakazuiwa, vyombo vyake vikafanya nini, vyombo vikaacha kutumiwa, maana yake na kuharibiwa na kuharibika. Mali hizo ambazo hazikuwekwa chini ya mikono ya mtu yeyote yule kuziangalia. Kwa upande wa kina Saidi Isa, mawakili wake wamekiri kwamba ile kesi ilikuwa ni kesi ya kawaida, na kwa maana hiyo ilikuwa inatakiwa ifuate masharti ya sheria ya nini, ya kesi za madai, jambo ambalo Jaji Mwanga alikuwa analikataa, anasema sivyo. Aidha, amri za injunction zilizotolewa zilikuwa zinakiuka kabisa haki za kikatiba za watu, ambao kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa ya kesi ya Agustino Litonga Mrema na wenzake wawili na dhidi ya bodi ya TLP, ambayo walisema, mahakama ya rufaa ilisema huwezi ukatoa zuio dhidi ya chama cha siasa kwa sababu wanachama wake katika nchi hii haki za kisiasa mtu anazipata kupitia kufanya kazi kupitia chama cha nini, cha siasa. Usitoe hiyo amri, lakini Jaji Mwanga akakiuka hiyo akaamua kutoa hiyo amri kwa sababu anazijua yeye. Sasa leo tumewasilisha hivyo, wamekiri kwamba walivyokuja sivyo, na kwa sehemu kubwa tumeweza kuwashawishi majaji kwamba kama kulikuwa na malalamiko yote ambayo kama chama hiki kina matatizo, sheria ya vyama vya siasa inatoa mfumo thabiti ambao unatakiwa kutumika, kwamba msajili wa vyama vya siasa ndiye anahusika kuweza kusikiliza malalamiko hayo, na mwisho wa siku kama mtu hajaridhika atakuja mahakamani kwa njia ya nini, ya judicial review. Wamekiri kwamba hizo amri zitakiwa ziendane na sheria ya kesi za madai, za mwenendo wa kesi za nini, za madai, kitu ambacho Jaji Mwanga alikuwa anakataa, na kwa maana yake anaendelea kuilinda hii kesi na kuwalinda hawa watu. Kwa hiyo tunasema kwamba ukiangalia mambo tumeyaona, Chadema imetendewa uonevu wa ajabu sana na zile kesi. Tumepata faraja, mahakama imeweza kutuongoza na kuuliza maswali ya msingi, na tumeweza kuanika uozo mkubwa uliofanywa na mahakama kuu chini ya Jaji Mwanga. Huo nasema ni uozo. Ni uozo ambao una uvundo ni mkubwa mno, unafika yani ni kwamba una lengo la kuaibisha mahakama. Mahakama inatakiwa kuhakikisha kwamba haiaibiki au taswira yake na unyofu wake au fanini au haribiki. Tumeweza kuanika kwamba zile amri zilikuwa zinalenga fanini kuiaibisha na kuidhalilisha mahakama.